Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Tunaendelea na kipindi cha Kwaresma, na tafakari ninayokuleteni leo ni tafakari ya Dominika ya 5 ya Kwaresma. Masomo yanayotuongoza, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 37 aya ya 12 mpaka ya 14. Somo la pili, waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya ya 8 mpaka ya 11, na injili ni ya Yohane sura ya 11 aya ya kwanza mpaka ya 45. Mada kuu ambayo ningependa itawale tafakari yetu, mahubiri yetu haya ni hii: Yesu ni ufufuo na uzima, kutoka kaburini kwenda uzima mpya. Yesu ni ufufuo na uzima, kutoka kaburini kwenda uzima mpya. Yesu anatupa uzima hata kutoka katika makaburi yetu, basi anatupa bado uzima mpya. Makaburi ni nini? Ndiyo dhambi zetu, ndiyo mapungufu yetu, ndiyo yote tunayotenda kinyume na Mwenyezi Mungu. Lakini hayo yote tukiyakabidhi kwa Mwenyezi Mungu, basi yeye anatupa uzima mpya. Katika Jumapili ya 5 ya Kwaresma, Yesu ndugu wapendwa katika Kristo, ndugu wapendwa katika Kristo, Jumapili hii ya 5 ya Kwaresma inatupeleka karibu kabisa na kilele cha safari yetu ya toba, yaani Pasaka ya Bwana. Tunasogea taratibu kuelekea Pasaka. Masomo ya leo kama nilivyogusia yanazungumza waziwazi juu ya uzima unaoshinda mauti, uzima unaoshinda kifo, tumaini linaloshinda kukata tamaa, na Roho wa Mungu anayehuisha yaliyokufa, au Roho wa Mungu anayeleta uzima hata kwa watu waliokufa au vitu vilivyokufa. Kabla hatujaingia katika mateso na kifo cha Yesu, kanisa linatualika tumtazame Bwana wetu Yesu Kristo kama Bwana wa uzima, mwenye uwezo wa kutoa katika makaburi yetu ya dhambi, hofu na kukata tamaa katika maisha yetu ya kila siku. Katika somo la kwanza kutoka Ezekieli sura ya 37 aya ya 12 mpaka 14, mistari michache naomba nilisome. Bwana Mungu asema hivi: tazama, nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitawawekeni katika nchi yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana nimesema hayo na kuyatimiza, asema Bwana. Neno la Bwana. Katika somo hili nabii Ezekieli anawaletea ujumbe wa Israeli wa matumaini makubwa. Mungu anaahidi kufungua makaburi yao na kuwatoa humu na kuwapa Roho wake ili waishi tena. Hapa alikuwa na maana si makaburi yale yaliyokuwa wanazikwa watu, hapana. Huu ni mfano wa kurejeshwa kwa taifa la Israeli kutoka uhamishoni Babeli. Kule Babeli walikuwa uhamishoni, walikuwa kama watumwa, walikuwa wako katika nchi yao,
na watu wote walikuwa na tamani warudi nyumbani kwao. Kumbe maisha ya hivi yalivyokuwa ya shida, ndio maana nabii Ezekieli anayalinganisha kama makaburi. Anasema nitawatoa katika makaburi yenu na kuwapatia uzima. Kumbe atawarudisha Bwana wakati utimiapo katika nchi yao ya awali. Na hapo mnajua, katika nchi ya Babeli kule walikokuwa utumwani, walikuwa wamevunjika moyo na kujiona kama watu waliokufa kiroho, lakini vile vile hata taifa lililokufa. Katika ujumla wake, ndugu zangu katika Kristo, kitabu cha nabii Ezekieli kiliandikwa na nabii Ezekieli mwenyewe akiwa uhamishoni karibu na karne ya 6 hivi kabla ya kuzaliwa Kristo. Lengo lake nabii Ezekieli kuandika kitabu hicho ilikuwa ni kuwafariji Waisraeli waliopoteza matumaini na kuonesha kwamba bado Mungu yuko pamoja nao na ana uwezo wa kuanza upya hata pale palipokuwa panaonekana hakuna maisha tena, ni shida tupu tupu. Wapendwa ndugu zangu, Mungu wetu si Mungu wa makaburi, bali ni Mungu wa uzima. Anaweza kuisha au anaweza kupatia uzima hata kile kinachoonekana kimekufa kabisa. Ndiyo maana katika maisha yetu tunapokata tamaa, katika maisha yetu tunapoona giza, katika maisha yetu tunapokosa matumaini, bado tujikabidhi kwa Bwana. Bwana ana uwezo mkubwa wa kutenda kinyume kabisa na matarajio yetu, kwa sababu yeye ni Mungu na yeye si binadamu kama sisi tunavyofikiri. Tuwe watu wa imani, tuwe watu wa matumaini. Bwana yu pamoja nasi. Somo la pili la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya ya 8 mpaka ya 11. Nikushauri usome somo hilo kwa ufupi kabisa. Katika somo hili tunamwona Mtakatifu Paulo anafundisha kwamba mtu anayeishi kwa kufuata mwili hawezi kumpendeza Mungu, lakini yeye anayeishi kwa Roho wa Kristo anashiriki uzima wake. Roho yule aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu anaishi ndani yetu na anaiuisha miili yetu pia. Hatusemi kwamba tuitelekeze miili. Miili inahitaji chakula, miili inahitaji maji, miili inahitaji itunzwe. Lakini tunapofuata maisha ya kimwili tu, kula na kunywa, tukasonga mbele zaidi tukaenda katika mabaya, iwe zinaa, iwe matendo ya ajabu, hayo hayampendezi Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana tunaalikwa kumrudia Bwana, na hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma. Paulo ni wazi aliandika waraka huu kwa Kristo wa Roma. Lengo lilikuwa kuwafundisha juu ya maisha mapya katika Kristo. Walikuwa wamemfuata Bwana, sasa anawaandikia waache maisha ya zamani, waanze maisha mapya katika Kristo, maisha yanayoongozwa na Roho Mtakatifu, si kwa sheria wala kwa matamanio ya mwili. Na sisi pia tunaweza tukawa hatutofautiane sana na hao Wakristo wa Roma Paulo aliyokuwa anawaandikia. Je, sisi tunaongozwa na Roho? Tumebatizwa tukasema tutamfuata Kristo, tutaachana na shetani, na tena hasa katika kipindi cha Kwaresma. Je, kweli tunayatimiza hayo? Ahadi zetu za ubatizo tunazitimiza au tulishaziweka pembeni? Ufufuo huu unaoletwa na Yesu, tusifikiri kwamba ngoja tule maisha, ufufuo utakuja kuanza maisha ya baadaye. Ufufuo unaanza sasa, Yesu anatuisha sasa. Kumbe tumruhusu Roho Mtakatifu wa Mungu akae ndani yetu na kuyatawala maisha yetu. Twende somo la Injili, somo refu lakini simulizi zuri sana. Unajua Jumapili ya 3, ya 4 na ya 5 ya Kwaresma, Yohane anatupa masimulizi marefu lakini yenye kutafakarisha sana.
Somo hili linaeleza juu ya mtu mmoja ambaye wengi wetu tunamfahamu, aliyeitwa Lazaro, ambaye alikuwa na dada zake wawili, Marta na Maria, na inasemekana Yesu alikuwa rafiki wa familia hii, na mara kadhaa katika utume wake alipenda kupita pale na kupumzika. Kinachotokea katika somo hili, tunamwona Yesu anatumiwa ujumbe kwamba Lazaro hawezi, Lazaro anaumwa. Na Yesu alipopata habari kule alikokuwa, alikaa makusudi kwa muda wa siku 4. Kwa macho ya kibinadamu tunaona kwamba Yesu alichelewa, lakini ulikuwa mpango wake wa Mungu. Alitaka kufanya kitu ambacho ni kikubwa zaidi. Na kweli katika siku hizo 4 mpaka anafika, alikuta Lazaro amekwisha kufa, lakini anamhuisha, anampatia uzima mpya. Ni kuombe pengine pitia somo hili kwa umakini, kwa kutulia, na tafakari yangu utaweza kuipata vizuri. Sasa tuone vifungu vichache katika simulizi hili refu. Kwanza, kitendo cha Yesu kuchelewa kufika takribani siku 4. Wapendwa, Yesu anachelewa kufika. Mapenzi ya Mungu hayakimbiwi na haraka ya mwanadamu. Wakati mwingine katika maisha yetu tunaweza tukaona kwamba Yesu anachelewa kufanya kitu katika maisha yetu. Mungu angenifanya hiki haraka, lakini pengine Mungu anataka kutufanyia makubwa zaidi. Mimi katika sala zangu ninapomwomba Mungu na pengine sipate ninachokiomba, au pengine nakuja kukipata baadaye sana na pengine nimeisha sahau, huwa ninaposali nasema mapenzi yako yatimizwe, na namwachia Mwenyezi Mungu. Turudi hapa kwa Lazaro tena, Yesu kuchelewa kufika. Yesu anaposikia kwamba Lazaro ni mgonjwa, hachukui hatua ya haraka kama nilivyogusia. Kwa macho ya kibinadamu anaonekana kuchelewa, lakini kuchelewa kwa Yesu si kuteleza kwa mapenzi ya Mungu, si kuchelewa kwa mapenzi ya Mungu kufanyika, bali ni mpango wa kina zaidi wa Mwenyezi Mungu unaotaka kufanya makubwa. Na hii inatufundisha kwamba Mungu hutenda kwa wakati wake, si kwa haraka yetu. Watu wengi huwa tunakata tamaa katika sala, hasa tunapokuwa tunamwomba Mungu, na hasa pale tunapokuwa na shida. Mungu nijalie hiki. Mungu anaweka novena siku 9 anamaliza, anaongeza novena ya pili. Watu wengine mpaka wanafika mara wanasema, Mungu ukinitendea hili nitatoa labda sadaka fulani katika kanisa, au nitatenda hili, lakini yote yanaisha. Mungu anaonekana hafanyi kitu. Mungu wetu si binadamu kama tunavyofikiri, ana wakati wake wa kutenda, na tumwache atende wakati wake. Yeye ni Mungu, anajua ni wakati gani atatujalia maombi yetu, anajua ni wakati gani atatenda makubwa katika maisha yetu, anajua ni wakati gani atupe nini. Pengine tunaweza tukaomba kitu hiki, lakini yeye akatupa kitu kingine. Kumbe mara nyingi tunapolia, Bwana, kama ungelikuwa katika maisha yangu mapema, kama Marta na dada yake Maria walivyolia Yesu alipofika pale kwao, Bwana, ungalikuwa hapa, ndugu yetu angelikufa. Kumbe hatuoni bado Mungu anafanya jambo kubwa zaidi, lakini lipo jambo kubwa Mungu atalitenda katika maisha yetu. Kitu cha pili, kifo cha Lazaro na huzuni ya Marta na Maria. Imani inapopimwa katika maumivu. Wapendwa ndugu zangu, Marta na Maria wanampokea Yesu wakiwa na maumivu moyoni, na kuomba usome hiyo Injili tena. Kauli yao lakini ya imani, ila iliyochanganyikana na uchungu. Bwana, kama ungelikuwapo hapa. Ni uchungu, walikuwa wamefiwa na kaka yao. Hata na sisi kumbuka msiba wote ule ambao umekupata katika familia yako, jirani yako, ndugu yako, lakini hasa misiba ya ndugu zetu ya moja kwa moja, mtoto wako, mume wako, mke wako, baba yako, mama yako na kadhalika. Hapa tunaona kweli ni uchungu mkubwa sana,
na wao wanalia. Hata Yesu alilia alipofika pale, na watu wakasema kumbe Yesu alimpenda sana rafiki yake. Na wengine wanasema lakini kwa vile alikuwa anawaponya watu magonjwa yao, labda na huyu atamfua katika wafu. Hapa tunaona waamini wa kweli hawafichi machozi yao mbele ya Yesu, hawakuyaficha machungu yao mbele ya Yesu. Na ndio maana hata sisi tukipata misiba tuseme kwamba tusilie, tusifanye nini kama watu wanaokosa matumaini. Ni kitu cha kibinadamu, na kulia kwetu kunaponya machungu yetu. Tulie, tulie, tulie. Injili hii inatufundisha kwamba hata tunapokuwa na imani kubwa katika Bwana, hiyo haiondoi maumivu ya kibinadamu, lazima yawepo. Msije mkaona mtu analia mnasema kakosa imani. Hapana, ni ule uchungu wa kibinadamu wa kuondokewa na ndugu yetu, kama walivyokuwa hapa Martha na Maria. Lakini tumruhusu Mungu aingie ndani ya maumivu hayo. Hicho ndicho kitu kikubwa sana, Yesu aingie ndani ya maumivu hayo. Lakini tunaona katika hayo yote kuna kauli ya Yesu ambayo anaitamka kwa Martha na Mariamu. Anasema hivi, mimi ndimi ufufuo na uzima. Mimi ndimi ufufuo na uzima. Yesu hampi Martha kitu cha kinadharia tu, kitu kilichoko hewani. Hapana, bali anajifunua mwenyewe. Yesu anasema wazi kwamba uzima hauko katika tukio la baadaye tu, bali umo ndani ya nafsi yake yeye Martha. Hapa Yesu anadai mamlaka ya kimungu. Mimi ndimi ufufuo na uzima. Ni Mungu mwenyewe mwenye ufufuo na uzima. Yeye ndiye chanzo cha uzima wa sasa na hata milele. Ni mwaliko wa imani binafsi, sio ya kusikia tu. Na kweli tutaona hapo baadaye jinsi kweli Yesu alivyokuwa ufufuo na uzima kwa kumpatia uzima mpya Lazaro. Lakini kama nilivyokwisha kugusia hapo nyuma dakika chache, Yesu alipofika pale alilia. Hapa tunaona kwa mara ya kwanza Mungu anayeguswa na mateso ya mwanadamu. Maneno mawili lakini mazito sana. Yesu alilia. Hii inaonyesha kuwa moyo wa Mungu unaoumia pamoja na mwanadamu. Yesu hakulilia kifo cha Lazaro tu, pengine zaidi, bali pia mateso yetu binadamu tunayoyapata kila siku, mauti pamoja na dhambi zetu nyingi. Kumbe kwako wewe na mimi kama wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo, kama Wakristo, hii ni faraja kubwa. Mungu wetu sio wa mbali, bali ni wa karibu, anayelia pamoja nasi katika maumivu yetu, katika mateso yetu. Mungu yupo pamoja nasi. Tumpelekee maumivu yetu, shida zetu tumpelekee yeye. Lakini katika simulizi hilo ambalo nimekuomba usome, ni refu kidogo lakini zuri sana, ukianza kulisoma utaliacha. Tunafika mahali Yesu anauliza, Lazaro yuko wapi? Wanasema tumemzika pale kwenye mwamba. Yesu anasema twende, na wengine wanasema mbona tayari sasa hivi ni siku ya 4 pananuka. Yesu anasema hapana, twende. Na anapofika pale anasema liondoeni jiwe. Wale Wayahudi walikuwa na chimba kwenye mwamba, wanaweka mwili, alafu baadaye wanafunika kwa jiwe. Na Yesu ndipo anawaambia kwamba liondoeni hilo jiwe. Yesu anasimama mbele ya kaburi, mahali pa harufu mbaya na mauti. Hakuogopa wala kurudi nyuma. Hii inatufundisha kuwa hakuna hali ya maisha yetu iliyo chafu au ya giza kiasi kwamba Yesu hawezi kuingia. Kaburi halimzuii Mungu. Kumbe na sisi katika uchafu wetu, katika giza nyingi tunazokuwa nazo, matendo mabovu, bado Yesu anataka kuingia kusudi tutoe humo. Na Yesu anasema kwa sauti sasa, Lazaro njoo nje. Ni neno lenye uhuru. Anamuita Lazaro aliyekuwa amekufa na ananuka, Lazaro njoo nje. Yesu hamuombi Baba kwa sauti ya chini, bali anaita kwa sauti kuu, Lazaro njoo nje. Ni ishara ya mamlaka ya neno la Mungu.
Neno la Mungu lina mamlaka, lina nguvu, na pale Yesu anaposema kifo hakiwezi kubaki kimya, na Lazaro kweli anatoka nje ya kaburi akiwa amefungwa sanda kama maiti alivyokuwa amefungwa, lakini tayari ana uhai. Vivyo hivyo leo neno la Kristo lina nguvu ya kutuita kwa majina yetu kutoka katika dhambi. Joni, toka katika dhambi zako, njoo nje. Monica, njoo nje. Je, unakubali kutoka nje na sanda zako? Unakubali kutoka nje katika dhambi zako? Tunapoanza au tunapoendelea na kipindi cha Kwaresima, sasa ni Dominika ya 5, Yesu anaendelea kukwambia pale ambapo dhambi zako ambazo bado umezificha ficha, utaki kuziungama, Yesu anakuita kwa jina lako, njoo nje. Toka nje na sanda zako upate uzima wa milele. Lazaro yuko hai, lakini bado amefungwa na sanda. Ndipo Yesu anaposema mfungueni, halafu mwacheni aende zake. Lazaro anatembea, anapata uhai. Bila shaka watakuwa alimpa chakula, japo alisema kwenye Injili baada ya sanda zake kuondolewa. Hii inaonyesha kuwa baada ya kupewa uzima mpya, Mkristo anahitaji kusaidiwa kukua. Lazaro pengine ingelikuwa vigumu kujitoa sanda zake. Huwa naona kwenye picha zake, yaani mikono iko hivi na sanda zimefungwa, na niwaza hakuna maiti anaweza kufungwa sanda eti mikono ibaki juu kama mtu anavyokuwa amejifunika wakati amelala. Yeye mwenyewe asingeweza kujifungua zile sanda. Hii inaashiria kitu kimoja. Baada ya Mkristo kupata uzima mpya, kama Lazaro alivyopata kuhuishwa, kupata uzima mpya, Mkristo anahitaji kusaidiwa kukua. Sakramenti tunazozipokea zinatusaidia kukua, tunazozipokea kwa imani. Jumuiya ya kanisa na maisha ya toba ni njia ya kufungua sanda zetu polepole. Sidhani pale Lazaro alikomaa nasema kwamba hapana, msifungue sanda. Umetoka kwenye kaburi, umepata uzima. Lazima utafurahi kufunguliwa sanda. Je, unataka sanda zako zifunguliwe au unataka ubaki umefungwa hivi kama mtu aliye kaburini? Zile dhambi zako, matendo mabaya, jongea kwa Bwana, fanya toba. Hata kama ulikuwa hujafanya lolote, na hii ni Jumapili ya 5 ya Kwaresima, bado Yesu anakuita, toka nje, uanze maisha mapya, maisha ya toba, maisha ya imani kubwa, maisha ya kupokea sakramenti. Na jumuiya nzima ya kanisa tusaidiane katika familia, katika jumuiya zetu. Tunahitaji kuwasaidia wenzetu ili tufungue sanda zao polepole. Na wewe kama una sanda zako naona zingine unaweza ukazipunguza mwenyewe, na wewe zipunguze mwenyewe. Kumbe Injili hii juu ya Lazaro kupata uhai tena, kuhuishwa tena, tuendelee kuwa na imani kwamba Yesu ana mamlaka juu ya kifo. Yesu ana huruma ya kweli kwa mateso ya mwanadamu. Yesu ana nguvu ya kuanza upya maisha yaliyoharibika, na Yesu anatumia kanisa kusaidia waliopata uzima mpya. Kumbe tuamini hata pale matumaini yanapoonekana yamekufa. Tumkubalie Yesu aingie kwenye makaburi ya maisha yetu. Hatuwezi kufufuliwa bila kufungua makaburi yetu. Mkristo wa kweli, wewe na mimi, inabidi twende mbele ya Yesu, hasa katika sakramenti ya kitubio. Tumruhusu aingie mahali pa maumivu na giza. Tuishi kama watu waliofufuliwa tayari. Kila mmoja wetu ashiriki ipasavyo, vile vile kufungua sanda za wengine. Wapendwa, tusaidiane. Kuna mara mtu anakuwa yuko kwenye tope, kutoka ni vigumu. Akiamka anatereza na akiamka anatereza na mangu. Kuna watu maisha yao yameharibiwa na nasa, watu wameharibiwa maisha yao na dawa ya kulevya, watu wameharibiwa maisha yao na pombe, watu wameharibiwa maisha yao na kukata tamaa, wapo tu kama Mungu hayupo.
tuwashike mkono, tutoe zile sanda waweze kutembea wakiwa huru. Ndugu wapendwa, tunapokaribia mwisho wa tafakari yetu Jumapili hii, Yesu anasimama mbele ya kaburi la maisha yetu na natuliza kama Marta. Je, unaamini hata haya niliyoyaongea? Kwaresima hii tusikie sauti yake ikituita kwa majina yetu na kwa ujasiri wote, ili tutoke nje ya makaburi yetu. Yesu, wewe uliye ufufuo na uzima wetu, tunakuja mbele yako tukiwa na kaburi zetu wazi, kaburi la dhambi, kaburi la maumivu, kaburi la hofu na kukata tamaa. Bwana, kama ulivyomwita Lazaro, tuite na sisi kwa majina yetu. Baba, tutoe nje ya giza, tuvue sanda za mazoea mabaya na utuongoze kwenye mwanga wa uzima mpya. Yesu, ulikaribia kaburi la Lazaro, ingia leo katika mioyo yetu. Lia nasi pale tunapolia na utufue pale tulipokata tamaa. Roho Mtakatifu wa Mungu, tujaze uzima wa Kristo ili tuishi kama watu wa nuru leo na hata milele. Amina. Nikutakie Kwaresima njema. Je, unahitaji kupendeza na kuvaa nguo kali za kijanja? Basi usiumize kichwa, kwani Happy Fashion ndiyo suluhisho. Hawa ni wauzaji wa nguo za aina zote kwa akina baba, akina mama, vijana na watoto pia. Wanauza suti za kiume za Uturuki, makoti ya Uturuki, cadet original, jeans, masweta mazuri ya kiume, mashati na t-shirt. Kwa wanawake wanauza magauni ya kwenye sherehe, suti za kike, magauni ya kawaida, marefu na mafupi, abaya, magauni ya lace grade 1, madera, jeans za kike, mashati ya kike, vitopu, tracksuit za kike, perfume za kike na za kiume na maweaving ya kushonea. Pia Happy Fashion wanayo masweta na magauni mazuri kwa ajili ya watoto. Pia wanauza mataulo, mashuka na kadhalika. Happy Fashion wanapatikana Tabora mjini, barabara ya shule karibu na roundabout ya kuelekea Grand Penta Hotel. Pia Happy Fashion wanalo tawi liitwalo JR Fashion. Hili linapatikana maeneo ya Shimoni jirani na Oxygen. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0764167161. Karibu upendeze. Happy Fashion na JR Fashion.